lakini? Tunamshukuru Mungu kwema kabisa. Mchezo umemalizika, matokeo kama ulivyoyaona. Kwa upande wako taswira yako ya mchezo mzima wa finali kombe la shirikisho barani Afrika? Mchezo ulikuwa mzuri. Kwa dakika za mwanzo tuliweza kidogo kuwakamata, lakini kidogo na refa kuna baadhi ya maamuzi yalikuwa yanatuumiza. Lakini all in all niseme tumshukuru Mungu kwa kidogo tulichokipata, tuweze kujipanga tena kwa msimu mwingine. Lakini game ilikuwa nzuri, haikuwa tu bahati yetu. Kikosi ulivyokishuhudia kwa upande wako umekionaje yani mpaka sasa kilipofikia mpaka kumalizika kwa mechi? Kikosi ni kizuri kizingatia timu wachezaji wengi ni wapya. Na kama mwalimu alivyosema kwamba msimu wa kwanza anataka kujenga timu, kwa mpaka hapo tulipofikia naweza nikasema kwamba ni mafanikio makubwa hadi kufika hapa kwa sababu timu ilikuwa ya kuunga. Kwa hiyo mimi ninachopenda tu kuambia viongozi waweze kumsupport mwalimu, waweze kumpa muda ili kwa ajili ya msimu mwingine ujao. Lakini timu ni nzuri, inaridhisha kuangalia inavyocheza. Nafasi ya mchezaji mmoja mmoja ndani ya kikosi cha Simba, unahisi kwamba inaridhisha kumaliza msimu wa ligi na hata mashindano katika msimu ujao, mashindano ya kimataifa? Wachezaji sio wabaya, wachezaji wazuri, lakini naona labda kuna baadhi ya wachezaji wengine wanahitajika kuongezeka ili kutia nguvu, lakini waliokuwepo sio wabaya, ni wazuri, lakini inahitajika pia kuna nguvu nyingine kuongezeka ili kuweza kupush kufika mbali zaidi. Kwa msimu huu ulivyotazamia kuendelea kukua kwa ligi na misimu ambayo iliyopita ambayo wewe umeshacheza ligi ya Tanzania kwa upande wa klabu ya Simba, ukitazama marekebisho yaliyofanyika, mabadiliko yanayoendelea kufanyika, unatazama nini hapo mbeleni? Mimi naona mwendelezo ni mzuri. Naona kila kitu kiko sawa, tofauti labda na miaka zamani. Sasa hivi kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo kikubwa tu wachezaji watumie fursa hii ili kuweza kufika mbali na malengo yao yaweze kutimia. Unahisi uwanja wa New Amani Complex umeweza kuwafavor vipi klabu ya Simba? Uwanja umetunyima. Mimi binafsi naona umetunyima. Tungekuwa kwa Mkapa pale atoki mtu, watu wengi, uwanja mdogo, tuko watu wachache, lakini ulioni ndio football. Huwezi kusema labda sababu ya uwanja, lakini nasema kwamba kidogo umetuminya. Ingekuwa kwa Mkapa mambo yangekuwa labda tofauti kidogo. Mbona hizi kwa Mkapa ndio ingekuwa bora zaidi kwa Mkapa? Kwa Mkapa atoki mtu. Kwa tungeza atatoka wapi? Hawezi kutoka. Sema ndio football. Inabidi tukubaliane na matokeo tuweze kujipanga na msimu mwingine. Bwana Sheikh Rashid, kwa watu ambao hawaja kuona watoto wa miaka 2000, wewe ni miongoni mwa viungo bora sana wakati wako kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Kwenye nafasi yako uliokuwa unacheza, sasa hivi Simba na viungo wengi sana. Ni viungo gani kwenye Simba unasema huyu na huyu wananifanya nikumbuke wakati wangu nafanya shughuli zangu za ubaya ndani ya kikosi cha Simba? Simba mimi wapo wengi, lakini mimi nampenda yule achezi type yangu mimi, lakini napenda anavyocheza ni Yusuf Kagoma. Jinsi anavyocheza na kwa napenda sana anavyocheza, napenda sana kumwangalia. Kwa hiyo ananifurahisha sana. Nini ambacho unakifurahia kwa kijana mdogo huyu? Anafanya kazi nyingi chafu. Ni mtu mmoja ambaye mpambanaji, kwa hiyo napenda sana anavyocheza. Na kadi nyekundu yake unaamini imegharimu pia leo Simba? Imetogharimu kwa kiasi kikubwa. Ni yule referee naye ile sio rafu kusema utoe kadi. Yani ilikuwa tu iwe faulu ya kawaida mpira uendelee, lakini ndio hivyo. Imetoweza kutuminya na kuweza kuturudisha nyuma, lakini all in all ndio football. Simba Sports Club inakwenda kumaliza msimu ina michezo kadhaa kwenye ligi kuu na ina michezo kadhaa ya nusu finali CRDB Federation Cup. Unafikiri ni maeneo gani Simba wakienda kwenye usajili wa dirisha kubwa wakayaongeze nguvu? Mimi nadhani aswaswa mbele kwenye position kama kwenye namba 10 apatikane mtu mwingine anaweza kuja kusaidiana na kina Ahua na wengine. Itasaidia zaidi. Kwa mfano kama mimi binafsi ningekuwa na uwezo, mtu kama Feitoto ningeweza hata kumvuta pale aje kuongeza nguvu, asaidiane na vijana wenzake waweze kupush timu. Unaamini Simba ikimpata Faisal Salum kuna nini kitaongezeka kwenye nafasi ya namba 10 ambako yuko Jean Chazaua kwa sasa? Itakuwa ongezeko moja zuri sana na timu inaweza kuja kufika mbali toka mashindano ya kimataifa. Faisal ni mchezaji mmoja mkubwa sana kwa Tanzania. Kwa wachezaji ambao wanacheza ndani wa Kitanzania, Faisal ni level moja kubwa sana. Kwa hiyo kama viongozi wataweza kufanikiwa kumsajili, itakuwa ongezeko kubwa sana kwa timu ya Simba. Kocha Faldu Davis, kijana kabisa miaka 41 42, amepewa timu kwenye msimu wa kwanza amepeleka timu finali. Kwenye msimu wa kwanza Simba ipo nafasi ya pili kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwenye msimu wa kwanza wako nusu finali ya CRDB Federation Cup. Kwenye msimu wa kwanza unaweza kuiona picha ya Simba iko wapi chini ya kocha huyu? Huyu ni kocha mzuri kwa sababu mimi binafsi wanaongea sana na Matola sababu ni rafiki yangu wa karibu. Ananiambia uwezo wa kocha. Huyu kocha toka angalia na sasa hii timu inacheza kwa uelekeo, ni kuna kocha anafundisha hii timu. Kwa mimi binafsi napenda kuambia viongozi, huyu mwalimu inabidi tumnganganie. Hii mimi nasema ni lulu tulioipata. Hii bahati tulikuwa na huyu kocha. Kwa hiyo huyu kocha anataka tumnganganie hata miaka 3 mbele atatufikisha nchi ya ahadi huyu kocha. Elim Panzu umemwona? Mtu mmoja hatari sana. Mchezaji ambaye anapochukua mpira muda wote kuna hatari mbele, kwa ni mchezaji ambaye mzuri
kwa watu wapate tu msaada wa watu wengine kuongezeka, tutafika mbali. Simba ina legend kama watano hivi mbaki kwenye kikosi kwenye hii miaka karibuni. Aish Manula, Shomari Kapombe, Shabalala, Mzamiru Yasin ambaye ana majeraha hapa katikati. Hawa ni sehemu ya uti wa mgongo wa utamaduni wa klabu ya Simba. Simba imefika finali, imepoteza kombe. Unaweza ukawaambia nini hawa ma legend wenzako wakati huu Simba inakwenda kumaliza msimu? Mimi nachopenda kuwapa tu moyo waendelee, sababu bado sio kwamba tu wazima kihivyo. Wakina Shabalala, kama mimi Shabalala ni kijana wa mtaani kwangu Friends Corner, ni mdogo tu. Sema kwa sababu kacheza muda mrefu anaonekana mkubwa. Wakina Kapombe bado wana nguvu tu. Waendelee tu kupambana, hiyo ni wao ni kama nembo ni kwa timu ya Simba. Waendelee kupambana waweze kuwapush na wengine ambao wapi wanakuja vijana wengine, tuzidi kufika mbali zaidi. Neno lako huko mashabiki wanachama wa klabu ya Simba duniani na Sweden pia? Hautakiwi kukata tamaa. Tunatakiwa tujiproud. Tuwe na furaha kabisa hapa tupofikia, kwa sababu timu yetu ilivyoanza tofauti na tulivyotegemea mpaka tunafika hapa. Sina cha kuwadai, yani tunatakiwa tufurahi, tushikamane, tuweze kuwa support wachezaji wetu, benchi la ufundi, tuzidi kufika mbali zaidi. Tarehe 15 mna ratiba na Yanga, unaiona Simba yako wapi? Yanga wachezi walete timu waone, wakicheza tunawapiga kama kawaida. Kwa timu hii tunawapiga, tunamalizia hasira kwao. Wallahi kabisa nakwambia, tunamalizia hasira kwao. Hasira yote inakuja. Bwana, huyu ni Sheikh Rashid Kiungo, maestro, fundi, udambwi. Mnamsifia Chama, ukimwona huyu uweze kumsifia Chama. Chao. Wote tunafahamu katika msimu uliopita wa 23-24 timu yetu haikuwa na wakati mzuri uwanjani, so kwenye ligi kuu hata kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo msimu wa 24-25 ulivyoanza, timu yetu ilianza na malengo yake makubwa yalikuwa ni katika kuhakikisha yanaimarisha kikosi. Na katika safari hii kwa kipekee nipende kulishukuru sana benchi la ufundi wa Simba Sports Club, kwa sababu ndilo ambalo limeenda kuleta mabadiliko makubwa sana katika klabu yetu na mfumo wetu wa ufundishaji. Na matokeo ambayo tunayaona leo ni kazi kubwa sana iliyofanywa na benchi la ufundi, na wote kwa pamoja tumeona katika safari hii jinsi ambavyo wamepambana sana. Lakini kwa kipekee kwa shukuru wachezaji wote, na kwa ile falsafa ya mwalimu ya kujenga timu ndio imefanikisha Simba kuvuka ule mtu ambao wengi walikuwa wanaamini wataweza kuvuka. Sawa, kwa kile ambacho kimetokea, pengine baadhi ya watu pia wanatoka na maamuzi, wengine wakienda mbali kwamba ijulikane tu bingwa au CAF ni nani ili tusipoteze muda. Wewe umetazamaje? Mimi kwangu kila inapotokea changamoto ya mpira, naamini kuna sehemu kubwa ya kujifunza sasa katika management na uendeshaji, na sisi kwetu inatupa nafasi zaidi ya kuweza kuwa na muunganiko wa kuweza kuleta mabadiliko ya kifikra, kiutawala katika mpira wa Afrika. Yalotokea leo na mengine ambayo yanatokea kwenye mpira, wote tunafahamu mpira ni dakika 90 na una matokeo matatu: kushinda, kushindwa na kudraw. Lakini katika hayo yote mimi naamini kwamba leo hatuna deni na wachezaji wetu, hatuna deni na kikosi chetu, hatuna deni na mashabiki wetu. Tumekuja kucheza amani kama Mkapa, lakini vile vile mnaona mashabiki wengi wametembea kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania.